Haleluya. Ndio nawasalimia ndugu katika jina la Yesu Kristo. Moja kwa moja tuende kuangalia neno la Mungu. Na tutaendelea kwa ile tema ambayo tunasema mtumisha naifa. Watu wa Mungu, tuliona mambo mingi kuhusu hii kazi, hii mahubiri. Kwanza tuliangalia utofauti wa huduma. Katika utofauti wa huduma tuliona kazi ambazo ziko katika huduma. Na kweli tuliona kwamba watu wengine wanakuwa watumishi wa Kristo, kwa wakili wa Kristo. Ndio kazi ambazo zinakuwa katika huduma hiyo. Na tuliona tena mambo tofauti, na baadaye tunasikia mafundisho mengi kupitia watumishi wa Mungu katika kikundi chetu hiki. Alikuwa anasema kuhusu watumishi, kuitwa mtumishi. Hiyo neno tulisikia sana. Ndio sababu sitairudia tena ile ambayo nilikuwa nazungumzia. Tuko nataka niende mbele kidogo na nimalizie pale pale kwa hiyo mafundisho, kwa sababu nimeona hiyo neno ilishabebwa sana na watumishi wengi walitumika na imeenda kabisa. Na Mungu abariki sana hii ministry, kwa sababu iko na watumishi na Mungu kweli amefanya kazi katika huduma hii. Tazama, nenda kuangalia namna gani mtumishi anaweza kusema kwamba ametosheka au ameridhika na kazi aliyoifanya. Twende moja kwa moja kusoma kitabu chake cha Mathayo sura yake 20 mstari wa kwanza taishia kwa ile mstari wa 4, alafu turukie kwa mstari wa 8. Nasema hivi: kwa maana ufalme wa mbingu umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mzabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mzabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mzabibu, nao iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Acha tuendelee na 5 tumalizie moja kwa moja. Akatoka tena mnamo na saa 6 na saa 9, akafanya vile vile. Hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mumesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Akamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, inendeni na nyinyi katika shamba la mzabibu. Ulipokuchwa, yule bwana wa shamba akawaambia msimamizi wake, waite wakulima ukawalipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Walipokuja wale saa 11, wakapokea kila mtu dinari. Amena. Haleluya. Hii ni kazi ya Mungu. Basi twende kuomba. Baba iliye mahali panapoinuka, mfalme wa ajabu, Mungu wetu, tunajiweka mikononi mwako. Wakati huu ni wakati maalum wa kusikia neno lako. Njoo ukatende makubwa na maajabu katika maisha yetu. Tusikia hapo maneno haya, ukatuwezeshe kutafsiri vile inavyostahili. Baba, tunakuita, kaa nasi, fanya kazi yako. Kanisa lako endelee kuibariki, watu endelee kuwabariki. Masikizaji Bwana, endelee kuwabariki. Usituache peke yetu. Katika jina la Yesu Bwana Mwokozi tunaomba. Amen. Haleluya. Tunazungumza teme yetu, mtumishi anayefaa. Kweli tumeona tofauti ya kazi tofauti ambayo tulifanya, na tumejifunza mambo mengi kuhusu huduma hii, na tumeona ya kwamba
huduma ya injili ina kazi, na kazi ziliomo tuliona ya kwamba ni kuwa wafanyakazi wa Kristo, watumishi wa Kristo. Wengine pale ni kuwa mawakili wa Kristo. Haleluya! Watunza siri, wapasha siri, onyesha siri za Mungu kwa wengine. Kwa hiyo tazama, tuko hapa mbele ya neno la Mungu ambayo inatuambia kuhusu watumishi tofauti. Mbele tujifunza hayo maneno, lakini tulisikia watumishi, tulisikia mafundisho mengi kuhusu watumishi, lakini inabidi tuitwe watumishi wanaofaa. Na mimi nitarudia kwa ile point ya tatu, kwa sababu ya pili kama vile tulishaimaliza, kwa sababu zilikuwa ni kazi zinazoonekana katika huduma. Lakini sasa hapa tunaenda kufanya hili kazi. Nasema ni lini mtumishi anasema ya kwamba ametosheka na kazi aliyofanya? Kwa kweli nafurahia kazi aliyofanya. Ni lini? Twende tuangalie kwa kazi hii ambapo tuliona hapa ni kwamba mtumishi kama anafanya kazi ni lazima hakikishe kwamba alifanya kazi ambaye anauhakika kwamba bosi amefurahia. Amen. Kwa sababu mfanya kazi anafanya kazi sio kwa kujitukuza yeye, lakini kwa ajili ya kufanya ile kazi sawa sawa na jinsi alivyoambiwa na bwana wake. Unaona, mtumishi ni lazima hakikisha kwamba kitu cha kwanza ambacho mtumishi wa Mungu anapaswa kujua kwamba mimi nimefanya kazi, ni wakati mtumishi wa Mungu anaona kazi ya Mungu imekuwa, kazi ya Mungu inakuwa, kukua kwa kazi ya Mungu. Tusome pale Wakorintho wa pili sura yake ya 7. Wakorintho wa pili sura yake ya 7 mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura yake ya 7 mstari wa 4. Nasema hivi: ninao ujasiri mwingi kwenu, naona fahari kuu juu yenu, nimejaa faraja katika dhiki yetu yote, nimejaa furaha ya kupita kiasi. Amena. Haleluya. Paulo aliona mateso katika kutengeneza au katika kuanzisha kazi kule Korintho. Alikutana na majaribu tofauti, lakini akasema kwamba nimejaa furaha ambayo nimepita kiasi. Kwa sababu gani amesema hivyo? Kwa sababu aliona watu walikuwa wanaongezeka, na watu walikuwa wanapenda Mungu zaidi, na karama tofauti ambazo Mungu alikuwa amewagawia watu zilikuwa zinaonekana zikifanya kazi ndani ya kanisa. Amen. Kwa sababu aliona watu walikuwa wameendelea kuongezeka, maana aliona kazi ya Mungu ilikuwa inakuwa. Haleluya. Hiyo ni neno la kwanza. Wanajua kwamba kazi ikinakuwa, hiyo inasaidia sasa kufurahisha. Au akasema mimi nimefurahia, nimejaa furaha. Haleluya. Nimejaa furaha. Mtumishi wa Mungu, unajua wakati unafanya kazi na uone matokeo, lia sana kabisa. Lia. Unastahili kulia. Sababu mulilie Mungu. Kwa sababu kazi ya Mungu ni lazima isonge mbele. Kuna watumishi wa Mungu ambao wanafanya kazi wanafanya variation. Ndio sababu wakati wanakutana majaribu, wanapita, wanaacha, wanateseka, wanataka kukimbia, kwa sababu hawajajua matokeo ya kazi yao ikinafanya nini kule. Hawajaona kazi ya Mungu iko inasonga mbele. Wanaona kwamba vile kazi walioifanya ni ya bure. Amen. Sasa
hali ya pili ambayo inaonyesha ya kwamba mtumishi wa Mungu anaweza kusema kweli nafurahia kazi au niko satisfied au natosheka. Inasema hivi, ushuhuda wa kanisa wa mtumishi. Ni lazima kanisa lishuhudie mtumishi. Hapo hii inafanya mtumishi wa Mungu satisfied. Haleluya. Tusome Wakorintho wa kwanza sura yake ya Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Nasema nini? Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 3. Nasema, je, tunaanza tena tujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu? Ninyi barua yetu iliyoandikwa mioyoni mwetu, inajulikana na kusomwa na watu wote. Munadhihirishwa kwamba mumekuwa barua ya Kristo tulio ikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa Roho wa Mungu aliye hai, si katika vibao vya mawe ila katika vibao ambavyo ni mioyo ya nyama. Haleluya. Hapa Paulo ndio akasema kwamba ushuhuda, kusema nyinyi mko barua. Haleluya. Kwa sababu kama mtumishi wa Mungu amefanya kazi hiyo, inaonekana ndani ya wale waamini ambaye yeye amehubiri. Ushuhuda wao ndio inaweza kuonyesha kwamba kweli nimefanya kazi. Ukisikia mwingine anashuhudia anasema kweli mimi nilikuwa mlevi, lakini wakati wa hivyo nihubiri hivi nakuwa mtu ambaye yuko na familia yangu, ilikuwa imetawanyika lakini narudia na familia yangu, kila kitu iko hiyo. Sasa ingine ambayo inafanya mtumishi wa Mungu asadiki ya kwamba kweli niko pamoja na Mungu na kitu cha kuonyesha. Hata nimalize mwenyewe safari yangu leo, niko na sehemu ya kukaa, niko na vitu vyangu vya kukaa navyo, niko na pete au niko na haleluya, niko na kila kitu kinachowezekana ili niweze kukaa mbele za Mungu. Ndio kitu cha kuonyesha mbele ya patron, mbele ya Bwana wangu. Haleluya. Ushuhuda wa watumishi. Tazama, Paulo ndio akasema hapa sasa. Hii ndio Paulo alisema hapa ni hatari. Sasa tujisifu sisi wenyewe au nyinyi ndio mtujue, mseme. Tujisifu nyinyi wenyewe, sisi wenyewe. Akasema kama, je, tunaanza tena tujisifu wenyewe au tunahitaji kama wengine? Watu wengine barua zenye sifa kuja kwenu au kutoka kwenu. Haleluya. Barua za watu waanze kwa barua yatoke kwa waamini, viujulikane huko kote ya kwamba mtumishi amefanya kazi baba fulani. Amena. Ushuhuda utoke kwa kanisa. Mungu awabariki sana. Moja ya tatu ambayo inafanya mtumishi sadiki ni hii, kwamba mtumishi kufurahia hali ya kanisa. Mtumishi kufurahia hali ya kanisa. Mtumishi kufurahia hali ya kanisa. Mnajua kitu moja, tusoma Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 4 ndio tuone neno atufarijiei katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mtumishi wa Mungu lazima aelewe ya kwamba wakati Mungu anamtendea mambo makubwa, hiyo itamfanya aweze sasa
kushuhudia wale wengine, awatendee yale makubwa. Sababu hapo mtumishi wa Mungu atafurahia kufanya kazi ya Mungu sana kwa nguvu mingi na kwa bidii. Atafurahia kazi ya Mungu kwa sababu naye anajua kwamba atazidi kufarijiwa na Mungu ili apate ya kwamba. Ndio njia ambayo Mungu anamupa mtumishi. Anakubariki maneno, anazungumza na wewe, anapanua roho yako ili na wewe ujue namna gani ya kuweza kupanua roho za ndugu zako, kwa kuwafundisha neno, kwa kuwashuhudia, kwa kuwapigania kwa kila hali, kwa kuwaombea, kwa kuwafundisha. Hiyo ndio ile maana mtumishi wa Mungu kufurahia. Amen. Hali ya kanisa. Ukiona watu wengi waliingia katika matatizo na wewe umepigana, watu wanataka kurudi nyuma, umepigana na unaona watu wanarudi ndani, umepigana kwa kuleta mafundisho, umepigana kwa kuleta kufanya namna gani maombi mingi ili watu waweze kupata uamsho. Hiyo sasa mtu anaweza kama anafurahia kanisa, hali ya waamini. Hiyo sasa nyingine kitu kinachoonyesha kwamba mtumishi wa Mungu yuko kweli amependa. Sasa kitu kingine ni kwamba ni taji ambayo mtumishi anatarajia. Haleluya. Hicho ni kitu kingine cha nne kinachoonyesha kwamba mtumishi wa Mungu ana sadiki na kazi. Anasema taji. Tuweza tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14. Kwanza haleluya. Acha tumalizie hii pointi ya mwisho, hii pointi ambayo inaonyesha kwamba mtumishi wa Mungu ameridhika na kazi ambayo amefanya, kwa sababu yeye kutegemea taji ambayo mtumishi anategemea. Some Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14 inasema, kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Amen. Maana kuna thawabu ambayo tunategemea kupata, kuna kitu ambayo tunategemea kupata. Maana mtumishi ambaye unayeonekana kwamba yeye mwenyewe yuko tayari, yuko naenda mbele, kuna kitu anategemea kupata. Na hicho kitu ambacho anategemea kupata, hicho ndio kinamfanya sasa kimkoseshe kuchoka. Hawezi kuchoka kwa sababu kuna kitu anategemea. Watumishi wa Mungu, neno la Mungu liko wazi ya kwamba Mungu anajua yale ambayo anafanya. Anajua ya kwamba kuna kazi kubwa ambayo inastahili kufanyiwa, na hivi ataendelea kupigana ili kazi ya Mungu iende kuwa vizuri. Tazama, tunda ya kazi ya mtumishi wa Mungu haitokee siku unaifanya msubuhi na jioni kwa imetokea. Hapana. Ni kazi ambayo inaomba muda. Amen. Ni kazi inaomba muda. Tazama wakati kitabu cha Marko sura yake ya 4 mstari wa 28. Marko sura ya 4 mstari wa 28 panasema hivi. 28 panasema hivi, na 29 panasema hivi, maana nchi huzaa yenyewe kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiwa, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Amen. Haleluya. Inaonyesha kwamba kazi inaenda pole pole. Unaweza kuanza. Kuna watumishi wa Mungu, shida iko pale nini? Inayofanya watumishi wengi wachoke ni kwamba hawajui kwamba kazi ya Mungu inakamata muda. Sio leo asubuhi na kesho naanza kuvuna pale, sio limi. Hapana, unafanya kile kidogo kidogo. Tuliona kwa wale watumishi wenyewe waliingia asubuhi,
wenyewe waliingia saa 3, wenyewe waliingia saa zingine, lakini wakulipa kakuja. Na wakati mwingine unaweza kuingia mapema, lakini kwa sababu hiyo kazi wewe haujaipangia vizuri, haujaifanya vile inavyotakikana, unashindwa kufanya vizuri na mtu ambaye amekuja nyuma. Lakini mtumishi wa Mungu inabidi aweze kutumikia Mungu kama vile anaanza asubuhi, ajue ya kwamba afanye na zile nguvu zinazo. Hata kama vile unakuja wa mwili ukisema kama mimi nimekuja mwishoni sijui nitapata, wewe ingia tu kwa kazi, ufanye na nguvu. Anayelipa anajua kupima kazi vizuri. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mungu aendelee kuwabariki. Ni tuombe. Baba yetu ye mara panapoinuka, mfalme wa ajabu, neno lako ndio hili. Endelea kubariki watumishi wako. Utusaidie Baba kujua kupima kazi zetu. Tuangalie kama kazi ziko zinakuwa, kama hazikui Baba. Tusaidie kubadilisha namna gani ya kufanya, ili kanisa na walipate ushuhuda. Ni kushuhudia kushuhudia kama watumishi. Nishuhudie watumishi, shuhudie watu wasikie kwamba anahitaji kushuhudiwa ya kwamba ni watumishi wa Mungu, lakini sio ushuhuda mbaya. Baba, ni lazima tufurahie kazi tunayoifanya. Ni lazima Baba hiyo kitu ambayo unaandaa kwa ajili ya wale kutumikia. Watumishi wako wategemea kwamba kuna taji ambayo inahitajika kwa ajili ya watu wako Mungu. Kwa maana kama mtu anafanya kazi, ni lazima apate taji. Asante, endelea kubariki katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu naomba. Amen.